Hongera na mkutano mzuri. Pia tujalie mkutano ulikuwa ni wa namna gani na umeenda vipi mpaka kutamatika kwa mkutano huu? Huu ni mkutano mkuu wa kikatiba wa kawaida ambao kimsingi lazima tuufanye kwa maana ya kila mwaka mara moja, na leo tarehe 25 mwezi wa kwanza ndio ilikuwa tarehe ambayo kama Excom tulikaa tukaipropose. Lengo la mkutano mkuu kama nilivyosema ni mkutano mkuu wa kikatiba. Kwa hiyo hata ajenda zake za mkutano mkuu zipo kikatiba na kisheria: kudhibitisha mipango, kudhibitisha bajeti, mapato na matumizi, kuwadhibitisha wanachama wapya, vitu vyote ambavyo kimsingi vipo kwenye ajenda ibara ya 26 ya katiba yetu ya ufa ndio ambayo leo ilituleta. Kwa hiyo kwa maana ya mkutano, kwa maana ya wajumbe, kwa maana ya wageni ambao tumewaalika, response imekuwa nzuri, watu wamekuja wengi, vilabu basically 90% vimeshow up, watu wamekula, watu wamekunywa, watu wameenjoy, wageni wetu wamefurahia mkutano, wametupongeza, wametupa ushirikiano mkubwa. Kwa mimi hayo ni mafanikio makubwa sana. Wakati mnakwenda kuandaa huu mkutano huko sahihi, kwa sababu natakiwa nifanye AGM. Sijui AGM inafananaje, sio kama unanielewa. Kwa maana ya ajenda za mkutano nazifahamu sababu zipo kikatiba, kwa maana wajumbe na wafahamu wako kikatiba, lakini setup ikoje, flow ikoje, nani na nani wa kualika, umeelewa Lakini mimi ni mtu ambaye nimeexpose sana kwenye mikutano, nimeexpose sana kwenye makongamano, lakini kitu ambacho kilinipa experience kubwa zaidi, tulifanya mkutano mkuu wa DRFA na watefa kabla ya sisi. Kwa hiyo katika vitu ambavyo nilitamani nihudhurie ni ile mikutano. Kwa hiyo nilipata pia experience tunafanyaje mkutano wetu, setup iweje, wajumbe wapendeze kiasi gani, sababu kama mikutano mingine unakuta wajumbe hawana uniform, hakuna displays kama hizi. Na wajumbe wengine kimsingi lazima waone kwa mbali, lazima waone vitu, umeelewa, ili wafanye maamuzi. Kwa hiyo tumejaribu kujiuliza maswali mengi ambayo kimsingi majibu yake ndiyo yamefanya hiki ambacho kila mtu amekifurahia. Naam. Katiba na ajenda zake za kikatiba ziko karibia 14 15. Of course zinaweza zingine zikaingia. Kwa mfano hapo sisi tumekuwa na ajenda za ziada za nembo. Zile ajenda 14 whatever the number could be, zinatakiwa zidhibitishwe moja moja. Zikidhibitishwa zote, maana yake mkutano wako mkuu umefanikiwa 100%. Kwa hiyo determination ama rate ya kupima mkutano mkuu kwa maana ya mafanikio yake ni udhibitishwaji wa ajenda zake. Sasa sisi leo tumedhibitisha ajenda zote, kwa maana wajumbe wameziitika, wamezikubali. Lakini ukiachana na hilo, wajumbe wamekunywa chai, wajumbe wamekula mchana, na bado tunaendelea. Wajumbe wanaweza wakala usiku, wageni tuliowaalika wote wamefika, Twanga Pepeta wapo. Lakini upande wa pili Twanga Pepeta siku ya leo kuna sehemu wanapigaga ambapo tuna access napo, tunaweza tukaenda. Kwa hiyo baadhi ya wajumbe ambao watapata hiyo access wataenda, umeelewa Na kama unavyoona mikutano mingi mikuu inakuwaga na migogoro, inakuwaga na mivutano, inakuwaga na matatizo. Ndio maana unakuta mikutano mikuu mingine kunakuwa na maaskari kabisa na mabunduki. Lakini wewe umeona leo Ubungo watu wamefurahi, watu wameenjoy, watu wametoka wanatabasamu, hakuna askari hata mmoja.
Walinzi wetu wa KFOS wanatusaidia tu kwa ajili ya kuratibu na nini, so for me it's 100% tick. Bana, zungumza sasa na wanachama wako wa Ubungo, zungumza na Watanzania, neno lako lolote. Naam. Moja ya mikakati, malengo ama vipaumbele ni swala la kuwa na timu ya Premier League, na hata kwenye hotuba yangu nimeieleza kwamba tunatamani ama tunataka tupate timu ya ligi kuu ambayo itasoma Ubungo. Tutaipataje? Naelewa, ndio mikakati ambayo tumeianza rasmi. Nimeshafanya kikao na halmashauri, kwa maana ofisi ya mkurugenzi na meya, ili wazo na wao walichukue. Kwa sababu tunaona timu nyingi ziko chini ya halmashauri na zinafanya vizuri. KMC iko chini ya halmashauri, timu za championship nyingi ziko chini ya halmashauri na zinafanya vizuri. Mbeya City Council iko chini ya halmashauri na inafanya vizuri. Kwa hiyo niliwapa wazo na wao walifikirie katika engo yao, wakati sisi tunazidi kupambana. Sisi tuna timu ya championship inaitwa Barbarian. Barbarian ni timu ambayo kama kwa pamoja tukaungana tukaishika mkono, manake inaweza ikapromote kucheza ligi kuu. Kwa hiyo tuna kikao kingine na kikao kesho na meya Jumapili, Jumatatu kwa ajili ya discussion hiyo, extension ya discussion hiyo, kwa sababu tuliona kuna parties zingine lazima nazo tuzishirikishe. Hayo majukumu nilimpa yeye, kwa hiyo kesho atanipa feedback, lakini nataka tu ujue kwa haraka sana nahitaji timu ya ligi kuu wilaya ya Ubungo. Unaweza tukasema kabla hujaondoka madarakani ama kabla ya muhula wa pili wa kwako, unaona timu ya ligi kuu? Inshallah, mimi matamanio yangu, nataka unifahamu vizuri. Mimi ni mtu ambaye napenda matokeo kwa haraka, naheshimu process, napenda kufuata process, lakini the impact should be as quick as possible. Kwa hiyo natamani hata kabla kipindi changu cha miaka hii minne ya awali tuwe tumeshapata timu ligi kuu. Ikishindikana, nitatamani pia atayekuja aheshimu mchango ambao nilipigana nao asubuhi, mchana, jioni kuhakikisha tunapata timu ya ligi kuu. Lakini wote hatujui destination zetu. Tunaweza tukapenda watu fulani, lakini tunaweza tusifike, kwa sababu mwisho wa siku Mungu ndo hutupangia destination zetu, si ndio? Ila haimaanishi kwamba tuache kuota, tuache kupambana. Mimi ni mtu ambaye napenda kufanikiwa na kazi iliyo mbele yangu. Mimi ni mtu ambaye napenda kupambana. Mimi ni mtu ambaye sipendi kufeli. Kwa hiyo unaweza kuona hizo attitude, hiyo confidence ndio ambayo inaleta sasa matokeo. Umeelewa? Sasa kuna mwingine anakuja anasema kwamba tunamuona mbali. Of course kufika mbali ni ndoto ya kila mtu. Kama Mungu atanipangia kufika TFF nitashukuru. Kama Mungu akinipangia kufika CAF nitashukuru zaidi, kwa sababu mimi naupenda mpira. Kama nimeuhudumu katika level ya club ya chini kabisa, ligi daraja la 4, leo nimekuja wilayani. Sasa huko juu, rafiki yangu, si ndio nitaona kwamba ndio sehemu nzuri zaidi, kwa maana coverage inakuwa kubwa. Sahihi. Mungu akipenda, ipo siku tutamsikia ni kijana mwingine wa Kitanzania kwenye kamati. Mimi kwanza, unajua engineer, mimi ni rafiki yangu, he is my friend, na inspiration ambayo mimi ananipa ni kubwa sana. He is one of the best young talents. Unajua ni watu ambao unaona kabisa vichwa vyao vimejaa madini, na kwa hiyo nathibitisha hilo. Umeelewa? So unapopata mtu kama yule, hatuwezi kusema role model in such, lakini kwa maana ya vision yake, kwa maana ya mambo yake, kwa maana promotion ambayo anapata kutoka club level
anakwenda kwenye CAF level, anakwenda kwenye FIFA level. Mimi kama mimi nafurahia, umeelewa eh? Naweza mkatofautiana kwenye mitazamo, lakini kwenye swala hili kimsingi mimi namfurahia. I'm very 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 happy for him and he knows. So mimi ni mtu ambaye sifichi hisia zangu. Kama umevaa vibaya nitakwambia, kama umevaa vizuri nitakwambia. He knows kwamba nafurahia, I'm happy for him. Namuombea alipofika pale aende juu zaidi. Yes. Wameweza kudhibitisha ajenda, wameweza kushow up kwa wingi. Wana Ubungo ni watu wa amani, watu wa upendo, hawana shida. Ukifata misingi ambayo wao waliipitisha kama kanuni na sheria, huwezi kugombana na wana Ubungo. Kwa hiyo kwa hilo nawapa sifa zao. Lakini pili, ndio kwanza tuko kwenye mchakato wa kuijenga Ubungo. Leo tunavyosema kamati ya ligi na mashindano, tunavyosema ufundi, kamati ya nini, ni wao. Umeelewa eh? Zile ndo tunasema implementative committees. Zile ndo kamati ambazo zinafanya hiyo kazi. Ligi na mashindano sio mwenyekiti, ni wenyewe wakae, wabuni, wa implement policies ambazo kimsingi sisi kama Excom tuliwapa, na wana Ubungo wa show up kwa maana ya ushirikiano. Mimi lengo langu, mimi nimezaliwa Ubungo, mimi nimezaliwa Manzese, nimeishi Manzese, nimesoma Manzese, ni Ubungo hiyo, si ndio? Natamani kuona vipaji vingi vinatoka kwenye wilaya ya Ubungo. Ili uwe na vipaji vingi vinavyotoka wilaya ya Ubungo, lazima uvifikie. Ili kuvifikia lazima uwe na mashindano mengi ama mapana. Tukipata numbers kama 4,000, 5,000, 6,000 kwa mwaka, hatuwezi kukosa. Kama tunapata youth league kwa mfano ya under 17, tuna wachezaji zaidi ya 4,000 ambao tunawaoperate. Hatuwezi kukosa 2, 3, 4, 5 kwenye national team ya under 17. Sema prize ita drop kwenye idara zote, wanawake ita drop kwenye senior team, ita drop. Kwa hiyo wana Ubungo, hakuna kitu chochote ambacho mnaweza mkafanya zaidi ya kuendeleza mpira wenu wa Ubungo yenyewe. Otherwise hakuna mtu yoyote atatoka Ilala, atatoka Kinondoni aje kutuendelezea mpira wetu, haiwezekani. It should be start with ourselves, alafu wao wengine watakuja kutusaidia kama wadau. Naam, asante sana. Shukrani.